Alhamdulillah, leo Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia kuzungumza nanyi kupitia Radio Nur. Na mada yetu ya leo tutazungumzia aina mbalimbali za eda zinazotakiwa kukaliwa na akina mama au akina mama mbalimbali na eda mbalimbali. Mtazamaji, wanawake wengi wanaamini ya kuwa eda zote ni moja, wakati ukweli ni kwamba eda zipo tofauti tofauti kulingana na mwanamke husika na hali yake na namna ndoa yake ilivyokwisha. Kabla ya kukutajia aina 5 za eda au wanawake wa aina 5 wanaotakiwa kukaa eda, kwanza ni vema tukajua nini maana ya eda. Huenda si wote wanaujua maana ya eda. Wanawachuoni wanatuambia al-iddatu lughatan al-adad wal-ihsa. Eda kilugha maana yake ni kuhesabu au mahesabu na kudhibiti. Wakatuambia wa huwa ismu limuddati tarabbusi almar'ati, eda ni jina la mwanamke kuongoja kwake, kusubiri kwake, limaarifati baraati rahimiha. Eda maana yake ni jina la kitendo cha mwanamke kungoja, kusubiri pindi ndoa yake itakapovunjika au itakapokwisha, kwa malengo ya kutaka kujua usalama wa kizazi chake. Wengine katika wanawachuoni wakasema almuddatu allati tatarabbasu almar'atu fiha ba'da intihai alalaqa alzawjiyah. Eda maana yake ni ule muda ambao mwanamke anakuwa mwenye kuketi na kuhesabu idadi ya masiku yake tangia anaachika baada ya kuisha kwa ndoa yake. Sasa mpenzi msikilizaji na mtazamaji kwa ujumla, mlango wa eda ni mlango mpana sana, na Uislamu umeagiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa mfano, kabla ya kukutajia hizi aina 5 za eda nilizokuletea leo kama kipindi, kama mada, ni kufahamisha ya kuwa wanaume wengi wa Kiislamu tunakwenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakati wa kuachana na wake zetu. Kwa mfano, Uislamu unatutaka mwanaume wa Kiislamu ikibidi kuacha, amwache mkewe talaka ya kisunna. Bimaana amwache kwa kufata mwenendo, sunna, njia, maelekezo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa mfano,
talaka ya kisunna unapaswa umwache mke hali ya kuwa hayumo ndani ya hedhi. Wanaume wengi leo, wazee wa kugawa talaka kama njugu, hawaangalii hali ya mwanamke. Wakati Uislamu unakutaka baada ya kuona riziki imekwisha, hapa mlipofika ni bora muachane kwa wema kwa sababu mmeshindwa kuishi kwa wema, Uislamu unakuambia tazama hali yake, yumo ndani ya hedhi. Kama yumo ndani ya hedhi usimwache. Kwa hivyo, mosi, usimwache mwanamke akiwa ndani ya hedhi. Pili, unatakiwa umwache akiwa katika tahara, kashatoharika, lakini kwa sharti usimwache mwanamke akiwa katika tahara ambayo ndani yake umemwingilia. Nini maana yake? Maana yake kuna wanaume wanajitia watoto wa mjini. Kashamchoka mwanamke, anataka kumwacha. Anafuatilia kwamba leo atakoga josho la hedhi, kesho au kesho kutwa atamuingilia eti mwisho, alafu baada ya hapo atamwacha. Ni makosa makubwa sana na ni kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ikibidi kuacha, mwache mwanamke katika tahara, tena usimuingilie ndani ya tahara ile, na usimwache ndani ya hedhi, na umpe talaka moja. Wanaume wa zama hizi, wazee wa kukurupuka, ikitokea kuacha, shekhe, wanazigawa kama njugu: 3 zako, 3 za mama yako, 3 za baba yako, 3 mpelekee bibi yako kijijini. Utadhani kaoa familia nzima, hakuoa mwanamke. Ni makosa kutoa talaka kwa mkupuo, ni kinyume na mafundisho ya Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matokeo sasa, wanaume wenye kutoa talaka za mkupuo, wiki 1-2 jazba zimesha waondoka, wanaanza kusumbua mashekhe: shekhe, salamu alaikum, hakuna uchochoro shekhe, nasikia kuna hadithi ya Mtume inasema 3 si 3, 3 ni 1. Kumbe bado unamtaka. Sasa kwa nini umezigawa kama njugu mpaka kijijini umepeleka? Kwa mtazamaji, baada ya kutoa mukaddima huu, niseme ya kuwa eda za akina mama au wanawake wanaotakiwa kukaa eda ni kama ifuatavyo, na sampuli za aina 5 za eda. Tukumbuke ya kuwa wanawake wote hawafanani katika ukaaji wa eda. Naanza na mwanamke wa kwanza, au eda ya kwanza ni eda ya mwanamke aliyeachwa. Piga mstari: aliyeachwa, ili hali anapata siku zake, anapata hedhi. Mwanamke aliyeachwa ili hali anapata hedhi kama kawaida, Qur'ani tukufu inamtaka akae eda kwa kuhesabu eda yake kwa kupata hedhi mara 3. Leo wanawake 100% wakiachwa wamekuwa aka wazee wa kuhesabu miezi, hawahesabu kwa hedhi. Na haya ni makosa makubwa sana. Utasikia shosti: nishajigomboa miezi 3 nishamaliza, afadhali tushaachana. Aliyekuambia wewe kipimo cha eda yako ni miezi 3 ni nani? Kwa mwanamke wa kwanza ni yule anayetakiwa kukaa eda kwa kuhesabu hedhi 3 na wala sio miezi 3. Yupi huyo?
ni mwanamke aliyeachwa ili hali anapata hedhi. Kwa kuwa hapo awali tumekusha sema kuwa mwanaume ikibidi kuacha, muache akiwa msafi na mpe talaka moja. Baada ya kumpa hiyo talaka moja, mwanamke anapaswa akae eda, yani aanze kuhesabu, aanze kusubiri na kungoja tangia ameachwa na mumewe, anahesabu apate hedhi mara 3. Akipata hedhi mara 3, akatwaharika mara 3, tayari ile ndoa imekwisha. Na hii mtazamaji, Qur'ani ndiyo imesema hivyo. Pokea sasa Al-Baqara sura ya 2 aya nambari 228. Allah subhanahu wa ta'ala anasema وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ. Na wanawake waliopewa talaka watangoja, watasubiri, wataketi eda kwa kipimo cha kupata hedhi 3. Huyu ni mwanamke wa kwanza, kipimo chake cha kuhesabu eda yake ni hedhi 3 na sio miezi 3. Mwanamke wa pili ni mwanamke aliyeachwa ili hali hapati hedhi, amekwisha koma, amekwisha sita kupata hedhi. Sasa mwanamke yeyote atakayeachwa ili hali hapati hedhi tena, ama kwa sababu ya umri wake ni mkubwa sana au umri wake ni mdogo sana, mwanamke huyu Qur'ani inamtaka ikitokea akaachwa na mume, kipimo cha eda yake sio tena kuhesabu hedhi 3, kwa sababu hapati hedhi, atahesabu kwa miezi 3. Nadhani hapa msikilizaji uko sanjari na sambamba nami. Leo ni wanawake wangapi ambao bado wanapata hedhi, wakiachwa wanajitoa katika fungu la wenye kupata hedhi, wanajipeleka kwenye fungu la wasiopata hedhi. Matokeo wanasema tushamaliza eda na anaweza kuolewa na mwanaume mwingine, ili hali bado ni mke wa mtu, hajamaliza eda. Kwa nini? Alipaswa eda yake aihesabu kwa kuzingatia kupata kwake hedhi mara 3, lakini yeye alihesabu eda yake kwa kupata miezi 3. Kwa mwanamke wa pili ni mwanamke ambaye hapati hedhi. Huyo Qur'ani inasema ikitokea akaachwa, itabidi aketi eda kwa kuhesabu miezi 3 na sio hedhi 3. Hii ni Suratul Talaq aya nambari 4. Allah subhanahu wa ta'ala anasema واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر na wale wanawake waliokwisha koma kupata hedhi, wamekwisha sita kupata hedhi miongoni mwa wake zenu au katika wake zenu, ikiwa mtababaika, mtapata mashaka namna kuhesabu kwa eda zao, fa'iddatuhunna 3 ashhur, basi eda zao ni miezi 3.
wallai lam yahidna, na wale ambao wamekwisha kuwa lakini bado hedhi hawapati. Kwa mwanamke yote ambaye itatokea akaachwa na mumewe ili hali hapati hedhi, asipate tabu, eda yake ni miezi 3 na wala sio hedhi 3. Huyu ni mwanamke wa pili. Tukija kwa mwanamke wa 3, ni mwanamke ambaye ikitokea ndoa yake ikavunjika, sheria inamtaka ahesabu eda yake kwa kuzingatia hedhi 1 tu. Mtangazaji, msikilizaji, mtazamaji, nadhani mnaona namna eda za Kiislamu namna zinavyotiririka. Tumetoka kwa mwanamke wa kwanza, kipimo cha eda yake ni hedhi 3. Yupi? Aliyeachwa hali ya kuwa anapata hedhi. Tukaja kwa wa pili, tukasema kipimo chake sio hedhi bali kipimo chake ni miezi 3. Yupi? Aliyeachwa hali ya kuwa amekoma kupata hedhi au hajawahi kupata hedhi. Sasa tunakuja kwa mwanamke wa 3, ni mwanamke ambaye ikitokea ndoa yake ikavunjika, Uislamu unamtaka eda yake azingatie na akae na aketi eda kwa kupata hedhi 1 tu. Akipata hedhi mara moja akatoharika, jambo limekwisha, si mke wa mtu tena. Ni yupi sasa mwanamke ambaye anapaswa na anatakiwa ikitokea ndoa yake ikavunjika, akae eda kwa kuhesabu hedhi 1 tu, na wala si hedhi 3 na wala si miezi 3? Huyo si mwingine ni yule mwanamke atakayejivua katika ndoa, atakayejihului katika ndoa, na mwanamke ambaye kadhi ataifanyia fashu ndoa yake, kadhi ataivunja ndoa yake. Kwa hiyo mwanamke akitokea kavunja ndoa yeye mwenyewe kwa kujivua katika ndoa na kwa kumrejeshea mume mahari yake, au kadhi akavunja ile ndoa, mwanamke huyu sheria inamtaka aketi eda kwa kuzingatia, kwa kuhesabu hedhi 1 tu. Hili shekhe umelitoa wapi? Hili amelipokea al-Imamu Tirmidhi katika sahihi yake kwa nambari 1185, na ameipokea al-Imamu Abu Daud katika sahihi yake kwa nambari 2229, na ameipokea al-Imamu Nasai katika sahihi yake kwa nambari 3497 min hadithi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Abdullah ibn Abbas anatusimulia, Abdullah ibn Abbas anatuhadithia, sahaba mkubwa kabisa wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anatuambia anna imra'ata Qaisin ikhtala'at min zawjiha ala ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Mke wa bwana Qais, masahaba hao, na hii ndio awwalu khul'in fil Islam. Khul'u ya kwanza iliyopatikana katika Uislamu ni khul'u hii. Mwanamama huyu mke wa bwana Qais alikuja kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ya Rasulullah, mume wangu Qais hana kasoro katika dini wala tabia, ana sifa zote njema katika dini na tabia, lakini hana mvuto kwangu. Ghaira anni akhsha al-kufra fi al-Islam, mimi ninahofia naweza nikakufuru. Hana mvuto kwangu, si chaguo langu. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipogundua kwamba tatizo hapa halipo kwa mwanaume, labda tabia zake ni mbaya, dini yake ni mbaya, anapunguza kumhudumia mkewe,
bali ni masala ya moyo. Sasa mahaba yamekwisha, ndipo akamwambia yule mwanamke, ataruddina alayhi ataruddina alayhi hadiqata, alikupa mahari huyu shamba, bustani la kimataifa hapa Madina, uko tayari kumrejeshea bustani lake, bimaana mahari yake? Yule mama akasema ndio. Bwana Mtume akasema, pokea bustani lako, shamba lako kama mahari, watalliqha talqatan, na umpe talaka moja. Habari ya kutoa 2, 3, 10, 20 kujitia mbegu la dume, wiki 2 uchukui, unaanza kuomba po. Bwana Mtume anamwambia, pokea mahari yako na wewe mwanamke. Kisha akamwambia, faamaraha, Abdullah ibn Abbas anatusimulia, anasema faamaraha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an ta'tadda bihaydatin. Mtume alipomwambia, pokea wewe Qais shamba lako, bustani lako, na umpe talaka moja, akamgeukia yule bibie akamwambia, nawe kaeda kwa kuzingatia hedhi moja. Kwa hiyo mwanamke yeyote atakayejivua katika ndoa akakaa na mume wake, mume wangu tumetoka mbali, tumepata watoto pamoja, mapenzi katika ndoa yamekwisha toweka, mimi na wewe sasa tulivyo bana, kama si mke na mume tena, kama mtu na dada yake, kama mtu na bibi yake. Mimi naona Uislamu umesema fa imsakun bima'ruf au tasrihun biihsan, waishi kwa wema, ikishindikana waachane kwa wema. Mume wangu mimi mapenzi yamenishia kabisa katika moyo wangu dhidi yako, mahari yako hii hapa, naomba uniache. Hapo Uislamu unamtaka mwanamke, mume akishakubali akapokea mahari na akatamka nimekuacha, akae eda kwa kuzingatia kupata kwake hedhi moja. Akipata hedhi mara moja hapaswi, yani si mke tena, ndoa imekwisha. Vivyo hivyo mwanamke akienda kwa shekhe, kwa kadhi akasikiliza ile kesi, mwisho akajiridhisha kwamba ndoa hii inapaswa kuvunjwa, akaivunja ile ndoa, akaifuta ile ndoa. Sheria inasema na ndoa iliyovunjwa na iliyofutwa na kadhi, vivyo hivyo yule mwanamke atakaa eda kwa kuzingatia hedhi moja. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, hapa tuna mwanamke wa 4. Mwanamke wa kwanza ni yule ambaye anapaswa akae eda kwa kuzingatia hadi apate hedhi mara 3, ndio eda yake imeisha. Huyo naye ni yule anayepata hedhi. Mwanamke wa pili ni yule atakayeachwa ili hali apati hedhi. Huyo anapaswa aketi eda kwa kuhesabu miezi 3 ya Kiislamu ya muandamo, sio hii Disemba tarehe 31, siji Februari tarehe 24, tarehe 28, siku na mwezi tarehe 29, mwezi muandamo. Mwanamke wa 3 tukasema ni mwanamke ambaye anapaswa akae eda kwa kuzingatia hedhi moja, naye si mwingine ni yule mwanamke ambaye atajihului katika ndoa, atajivua katika ndoa, au kadhi ataivunja ndoa yake. Tuhamie kwa mwanamke wa 4. Mwanamke wa 4 eda yake ni miezi 4 na siku 10. Angalieni mtiririko wa eda mbalimbali, angalieni tofauti za eda mbalimbali. Wanawake wote hawawezi kukaa aina moja ya eda, kwa sababu eda zenyewe zimetofautiana kulingana na hali ya mwanamke na namna alivyoachika au namna ndoa yake ilivyomalizika. Mwanamke wa 4 ni yule anayepaswa akae eda miezi 4 na siku 10, naye si mwingine ni yule aliyefiwa na mume. Na hili Qur'ani imelithibitisha katika sura ya 2 Al-Baqara aya nambari 234. Sikiliza sasa maneno ya Mola wetu mlezi anavyotuambia.
Allah anasema walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا na wale miongoni mwenu wanaofariki na wakaacha nyuma yao wake, hao wake zao wanatakiwa wangoje, wanatakiwa waketi eda miezi 4 na siku 10. Huyu ni mwanamke wa 4. Tukija kwa mwanamke wa 5, na ndio ambao leo nimewaandalia aina 5 ya wanawake wanaotakiwa kukaa eda, au eda za aina 5 tofauti. Mwanamke wa 5 au eda ya 5 ni eda ambayo mtangazaji ategemea inaweza ikawa ndefu kweli kweli na inaweza ikawa kiduchu kweli kweli. Ni yupi huyo? Ni mwanamke ambaye ameachika hali ya kuwa ni mjamzito au kafiwa hali ya kuwa ni mjamzito. Huyo ndoa yake inategemeana na ujauzito wake. Mwanamke akiachwa leo hali ya kuwa ni mjamzito, mimba changa, wiki 2, wiki 3, mwezi 1, sheria inamtaka akae eda miezi 8 ya mbele plus na ule mwezi 1 mpaka ajifungue. Tugeuze shilingi upande wa pili. Mwanamke kaachika hali ya kuwa ni mjamzito miezi 9, kaachika leo Jumamosi, kesho Jumapili kajifungua, jambo limekwisha, si mke wa mtu tena na eda imeisha. Kwa mwanamke wa 5 ni mwanamke mjamzito ambaye ataachwa, sheria inamtaka aketi eda na eda yake inaisha mpaka pale atakapojifungua. Na hii ni Qur'an, suratu At-Talaq, aya nambari 4, aya maarufu. Allah anasema wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun, na wanawake wajawazito muda wao wa kuisha kwa eda zao ni pale watakapojifungua. Na hapo nichomekee jambo moja, ndugu mtangazaji. Mwanamke kaachika leo hali ya kuwa ni mjamzito, sawa? Kaachika sasa hivi hali ya kuwa mjamzito, anatumikia eda ya ujauzito. Tukasema eda mjamzito itakwisha pale tu atakapojifungua. Ndani ya muda mfupi mume kafariki, hali ya kuwa anatumikia eda ya kuachwa. Wanawachuoni wanakubaliana ya kuwa automatically eda yake inabadilika, inakuwa sio tena ya kuachika, inakuwa eda ya kufiwa. Huyu nimemzungumzia ni mwanamke awe mjamzito. Akiwa mjamzito, ile eda ya kwanza ya kuachika imekufa, automatically ataketi eda ya kufiwa. Atakaa muda gani? Mpaka atakapojifungua.
Halikadhalika ikiwa mwanamke ameachwa hali ya kuwa ni mjamzito, au hata sio mjamzito, tuseme kaachika sio mjamzito, si anakaa eda kulingana na hali yake? Ndiyo. Kama anapata hedhi itabidi akae hedhi 3. Kama hapati hedhi itabidi akae miezi 3, sio? Naam. Mume kafa katikati ya njia wakati mke anatumikia eda ya kuachika. Wanawachuoni wamesema ile eda inabadilika, hiyo sio kuachika tena, inakuwa ya kufiwa na atarithi katika mali yake. Kwa kifupi, mpenzi mtangazaji na watazamaji kwa ujumla, ningependa kuambia dada zangu wa Kiislamu ya kuwa eda ni jambo la kisheria, na eda ni ibada, na eda ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanawake wengi siku hizi hawakai eda. Akishaachika kule kwetu, wazaramu wenzangu watemeko nakwambia fadhali ya kunyimai kunde babu, kaachika leo kesho anaolewa na mwingine. Wanawake wengi leo hapa uswahilini kwetu wanaolewa hali ya kuwa ni wake wa watu. Wao wanaamini sasa hivi kaachika eti kesho anaolewa. Hawajui ya kuwa utengano uko aina mbili, bainuna ziko mbili, kuna sughra na kubra. Mwanamke aliyeachwa talaka moja bado mbele ana talaka 2, au akaachwa talaka ya pili mbele ana talaka moja, huyo mwanamke kaachika, lakini kuachika huko ni mwachano mdogo, sio mkubwa. Nini maana yake? Maana yake japo kuwa kaachika bado ni mke wa mtu. Ili asiwe mke wa mtu sharti eda ishe. Eda haijaisha, wewe bado ni mke wa mtu. Sasa leo dada zetu wanachukua karatasi yake, wazee wa kudai karatasi, nipe karatasi yako, karatasi yangu, anachukua karatasi yake, kesho anaolewa. Mama aliyokuambia uolewe nani? Allah anakutaka uketi eda, subiri eda yako ishe. Ikiisha eda yako, huyu bwana anayekuzuzua ndo aje akuoe. Wanaolewa ndoa ndani ya ndoa, ndoa juu ya ndoa. Kwa hiyo niwaambie kina mama wa Kiislamu, hizi ni eda 5 tofauti za kina mama. Mwanamke aliyeachika hali ya kuwa anapata hedhi itabidi akae eda kwa kuhesabu hedhi 3, na inambidi akalie eda nyumbani kwa mumewe. Qur'ani imesema hivyo Sheikh, Suratul Talaq, Allah anasema fattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna, mcheni Allah Mola wenu mlezi, nyinyi wanaume msiwatoe wake zenu katika majumba yao pindi mtakapowaacha talaka rejea. Talaka rejea ni ipi? Talaka ya kwanza au ya pili, bado una fursa kumrejea. Anaketi mule kwako, anakupikia kama kawaida, anakufulia kama kawaida, mnacheka kama kawaida, mnakula pamoja kama kawaida, kasoro tu mnatengana kitandani, kila mmoja chumba chake mpaka eda ishi au akurejee. Na Qur'an inasema wala yakhrujna, na kina mama msiondoke humo, kalieni eda humo kwa ume zenu. Wakati gani mwanamke hatakiwi kuketi eda katika nyumba ya mume wake? Ikiwa mwanamke ameachika bainuna kubra, yani talaka ya mwisho, hakuna tena mafungamano, talaka ya 3, wamejisemea vijana wa mjini ngoma imetoka pale, ndio chukua vifurushi vyako kakalie eda nyumbani kwako kwa wazee wako. Muda wa kuwa uliachika talaka 1 au talaka 2, bado mwanaume ana fursa kukurejea. Qur'ani inasema fattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna, mcheni Allah Mola wenu mlezi, msiwatoe akina mama katika nyumba zao pindi mtakapowaacha, wacheni wakalie eda humo, na wanawake wasikubali kutoka. Kwa mwanamke wa kwanza ni yule aliyeachwa ili hali anapata hedhi na ameachika kwa talaka rejea, anapaswa
akalie nyumbani kwa mume wake na eda yake ahesabu kwa kupata hedhi 3. Mwanamke wa pili ni mwanamke aliyeachika ili hali hapati hedhi, kipimo cha eda yake atahesabu kwa miezi 3. Na mwanamke wa 3 ni mwanamke ambaye amejivua katika ndoa au kadhi kaivunja ndoa yake, huyo itambidi akae eda kwa kuzingatia hedhi 1. Na mwanamke wa 4 ni mwanamke ambaye amefiwa na mume wake, basi akifiwa na mume wake itabidi akae eda miezi 4 na siku 10. Na mwanamke wa mwisho ni mwanamke ambaye atafiwa na mume wake au ataachwa na mume wake ili hali ni mjamzito, eda yake inategemea na ujauzito, inaweza kuwa ndefu sana au inaweza kuwa fupi sana. Na hakika kina mama wa Kiislamu itakuwa nimefungua angalau kidogo macho niseme pale nilipopatia taufiki ya Rahmani, na pale nilipokosea au nikatereza au nikachapia ni mapungufu ya kibinadamu, na hakuna mwanadamu hata mmoja aliyekamilika. Shukran sana Sheikh Nuruddin Kishki kwa darasa hii adhimu ambapo kwamba umeweza kuwafumbua macho wengi ambao kwamba walikuwa hawafahamu kuhusiana na aina hizi za eda. Bila shaka tulikuwa wengi ambao walikuwa hatuzijui aina hizi, lakini bila shaka leo hii Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kutujuza kupitia wewe Sheikh. Allah akulipe kila la kheri na akupe umri mrefu tuzidi kufaidika nawe. Ndugu msikilizaji, bila shaka umeweza kusikiliza mada hii na umeweza kufaidika sana, na wasa huu ulobaki ni wasa mzuri kabisa kuweza kuuliza lile swali lako ambalo kwamba lina faida. Hapo kamata vizuri na uchunge sana swali ambalo kwamba lina faida kwako, lakini pia vile vile jamii kwa ujumla itaweza kufaidika. Na Sheikh yupo hapa kwa minajili ya kuweza kujibu swali lako ambalo kwamba utaweza kumuuliza. Sheikh, tuanze na swali hili la dada yetu huyu. Anasema la ndugu yetu ni asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ni Adil Mansur. Anasema anauliza kuhusiana na huyu mwanamke ambaye eda yake ni miezi 3. Sawa, ikiwa ndoa yake imevunjika mwezi 25 na mwezi 29 mwezi ukaandama, je, itahesabika mwezi huo kwa mwezi kuwa ni mwezi mmoja au mpaka ifike mwezi 25 ndio itahesabika ni mwezi umetimia? Umeelewa hapo? Naam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema nahnu ummatun ummiyatun la naqra'u wala naktub. Sisi manabii na mitume ni watu ambao hatujui kusoma wala kuandika. Kisha akasema ash-shahru hakadha hakadha, akiwa na maana ya kuwa mwezi ama uishe kwa siku 29 au uishe kwa siku 30. Kwa hiyo huyu ambaye ameacha mke au ameachika katikati ya mwezi wa Kiislamu tarehe 25, yani tarehe 25 ya mwezi wa Kiislamu au mwezi 25, sawa, sheria kwa hadithi hii inamtaka, hatuwezi kusema mpaka tarehe 25. Inawezekana 25 mpaka 25 ikawa na zaidi ya siku 30. Ndio. Kama itakuwa 25 mpaka 25 siku 30 kamili, basi huu ni mwezi mmoja kwa hadithi ya Mtume. Ndio. Kwamba mwezi wa Kiislamu una mambo mawili, ama siku 29 ama 30 au 30. Kwa hiyo atahesabu pale 25 mpaka 25 wa mwezi unaokuja. Kama siku 30 zimetimia, huu ni mwezi mmoja. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Shukran sana, bila shaka ameweza kupata jawabu la swali lake. Tuende kwenye simu hapa. Upande wa kwanza hapa Nuru FM. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni sauti nani kutoka wapi? Karibu. Unaongea na Shabani Abdalla kutoka pande Mpirani, Tanga. Ndio, nilipi swali lako? Swali langu lilikuwa nataka kumuulizia shekhe. Usije mwanamke ambaye kakoma amefikia ukomo wa hedhi. Ndio. Lakini amevunja ndoa yeye mwenyewe, kwa sababu kipengele hicho sijakisikia. Je, inakuwaje hukumu yake? Shukran sana. Naam. Swali zuri. Mwanamke aliyekoma, aliyesita kupata hedhi, yeye ndiye aliyejivua katika ndoa, si ndio? Ndio. Yeye ndiye aliyejivua katika ndoa. Wanawachuoni wana maneno mazito sana. Wako waliosema kwa kuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema
Ndio. Kipimo wa amaraha an ta'tadda bihaidhatin. Yule mke wa Qais, bwana mtume alimwambia akae eda kwa kuhesabu hedhi moja. Wako waliosema huyu mwanamke ataketi hivyo hivyo mpaka apate hedhi mara moja. Hii ni kauli yenye kuheshimika, kauli ya wanawachuoni. Kauli ya pili ya wanawachuoni waliosema huyu kwa kuwa kakoma na hategemewi tena mpaka kufa kwake kurudi tena kupata hedhi, huyu itabidi akae eda kwa mwezi mmoja. Ndio. Kivipi? Wakasema wallai yaisna min almahidhi min nisaikum yatarabbasna anfusihinna wallai yaisna min almahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahidna. Kwa hiyo wakasema ataingia katika fungu la wale wasiopata hedhi. Wasiopata hedhi wakiachika kipimo chao miezi 3. Huyu kwa kuwa hajaachika kajiachisha kipimo chake mwezi mmoja. Kauli ziko mbili. Naam. Kauli ya kwanza wako waliosema ataketi mpaka apate hedhi. Kauli ya kuheshimika ya maulama. Usicheke, usishangae. Kauli ya pili ni kauli ya wanawachuoni waliosema hapana, dini hii ni dini ya waqi', dini inakwenda na mazingira na maumbile. Huyu tutamtoa katika kuketi hedhi moja, tutampeleka kwa wale waliokoma katika suratul Talaq, badala ya kukaa miezi 3 atakaa mwezi mmoja. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Shukran sana Sheikh Nur FM. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za studio? Salama kabisa. Ni sauti nani kutoka wapi? Kwa faida ya msikilizaji, ni sauti ya Mustafa Zubair Muhammad Shukuma, nikiwa maeneo ya Gatundu. Naam, karibu. Mimi namuuliza Sheikh ni kwamba ni kwa nini wanaume hawakai eda? Salamu alaykum. Shukran sana. Swali zuri Sheikh. Kwa nini wanaume hawakai eda? Wanaume hawakai eda kwa sababu eda maana yake muda anaohesabu mwanamke tangia ameachika kwake, sawa? Ndio. Ili kutazama usalama wa kizazi chake. Mwanaume akai eda kwa sababu mwanaume yeye haachwi, yeye ndo anaacha. Na hapo nigeuze shilingi upande mmoja. Naam. Nageuza shilingi upande mmoja. Yuko mwanachuoni mmoja aliwahi kwa challenge wanafunzi wake, akawaambia mata ya'taddu ar-rajul, wakati gani mwanaume anakaa eda? Wanafunzi wakapinga wote, mwanaume akai eda. Sheikh akawaambia mwanaume anakaa eda wakati mara moja tu. Ndio. Wakashangaa sana. Wakasema kivipi Sheikh? Akasema mwanaume mwenye wake 4 akimpunguza mmoja akamwacha. Leo kamwacha mmoja, kesho hawezi kumuongeza hiyo namba 4, hawezi kuiziba mpaka huyu aliyemwacha amalize eda. Akawaambia na hii ndio eda ya mwanaume, kwa sababu eda kisheria muda wa kuongoja. Naam. Si ndio? Wakasema basi kilugha eda muda wa kuongoja, wa kusubiri. Akasema mwanaume hapa itabidi na yeye asubiri kuziba pengo la mke wa 4, kwa sababu mwanamke aliyemwacha amekaa eda. Kwa hiyo anazuiliwa, hawezi kuongeza mke mpaka yule mwanamke aliyemwacha amalize eda. Kiufupi mwanaume akai eda, lakini katika challenge ya kilugha yuko mwanachuoni kasema anaweza kukaa eda ya kilugha, sio eda ya kisheria. Ilikuwa nataka niulize kidogo hapo. Naruhusika? Karibu. Hapo kwenye huyu mwanamume ambaye kwamba anakaa eda kwa mujibu wa Sheikh alivyowa challenge wa wanafunzi wake. Kwa namna gani hii eda? Tunajua kwamba mwanamke anakaa kwa malengo maalum, ni kuweza kulitakasa tumbo lake, kama je kuna kiumbe chochote ambacho kwamba kimeingia cha huyu mwanamume aliyemwacha. Lakini mwanamume atakaaje eda wakati yeye hakuna kitu ambacho kwamba kitaweza kumtakasa? Kwa labda tutasema ana mimba au vipi? Swali zuri. Naam. Nikasema mwanaume hakai eda kwa sababu malengo ya eda kama walivyosema, mwanamke anakaa muda maalum kwa ajili ya kuangalia baraa, utakaso wa tumbo lake, kizazi chake. Hiyo ni eda kisheria, sawa? Lakini yuko mwanachuoni mmoja aliyosema mwanaume anaweza kukaa eda kilugha, kwa sababu lugha inasema eda ni kungoja.
Ndio. Kilugha eda ni kungoja, kusubiri, kuhesabu. Kwa hiyo kiuhalisia na kiusahihi mwanaume akai eda, na hii ni just challenge tu ya shekhi kwa wanafunzi wake. Shukran sana. Nuru FM, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Husikiki sauti yako iko mbali sana. Assalamu alaykum. Ni sauti naona kutoka wapi? Naam, karibu. Ni lipi swali lako? Asante sana. Nimemsikia Sheikh, kwa kweli ametupa faida kubwa. Mungu amjalie urefu. Amin. Swali langu mimi ninauliza, maana naona watu, mtu anapomwacha mwanamke hata talaka moja, alafu anasema kwamba ni sharti kwamba amuoe tena. Je, hapo Sheikh inakuwaje? Shukran sana. Umemwelewa Sheikh? Nilichomuelewa, ndio mwanaume kamwacha mkewe kwa talaka moja. Naam. Eda imeisha. Anamtaka tena. Sheria inamwambia muoe tena upya. Ndio. Nimemuelewa hivyo, kama ndio hivyo alivyokusudia. Anatakiwa muoe tena upya, lakini kwa kumpa faida ile talaka ya kwanza haijafutika. Akimuoa tena upya ile talaka ya kwanza iko pale pale. Kwa maana akabakia na mbili. Kabakiwa na mbili. Anayefuta talaka ni mwanaume mpya. Kwa mfano pale alipomwacha, kaja mwingine kamuoa, akaja akamwacha tena, mume wa kwanza akirudi, anarudi hali ya kuwa hamna talaka hata moja. Kwa nini? Kuna yule mwenzake aliyemtangulia baada ya eda kuisha, ndiye aliyefuta ile eda yake. Lakini mwanamume yule akirudi mwenyewe akaoa tena upya, talaka ile ya kwanza inahesabiwa. Naam. Shukran sana. Twende huku na huku. Huyu hapa anauliza, sema, je, mwanamke ambaye ameolewa lakini hakuwahi kuingiliwa ila akapewa talaka, je, mwanamke huyu anapaswa kukaa eda? Qur'ani tukufu suratul Ahzab sura 33 inasema, ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha. Enyi mlioamini, mkiwaoa wanawake wa Kiislamu, sawa, kisha mkawaacha kabla ya kuwagusa, wanawake hao hawana eda ya kukaa. Wallahu aalam. Shukran sana. Mwingine anauliza, je, hii eda mwanamke ambaye kwamba anatakiwa kukaa, anatakiwa aikalie wapi baada ya kupewa talaka na mume wake? Je, akae nyumbani kwa mume wake ama aende akakae kwao? Mwanamke aliachwa kwa talaka rejea. Talaka rejea maana yake ni talaka inayomfanya mwanaume aweze kumrejea mke wake akiwa katika eda, talaka ya kwanza na talaka ya pili. Huyo Qur'ani inamtaka eda akalie nyumbani kwa mume wake. Ndio. Aliyeachwa talaka ya mwisho ya tatu, huyo hatakiwi kukalia eda katika nyumba ya mume, kwa sababu hakuna matumaini ya kurudiana, ndoa imeshakwisha. Huyo ndio atakayekwenda kukalia eda nyumbani kwa wazazi wake. Shukran sana. Mwingine huwa asema, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, na muuliza Sheikh Kishki, asema, mwanamke aliyefiwa na mumewe anatakiwa anaanza kukaa eda yake mara baada ya kufiwa na mume, au anatakiwa kukaa eda siku ya tatu, na vitu gani afanyiwe kwa mujibu wa sheria ya Uislamu? Huyu ni Mama Nasra kutoka Lusanga, Muheza. Mwanamke aliyefiwa na mume anapaswa eda yake ianze pale tu mume alipofariki, siku ile ile. Hata kama atapata taarifa baada ya siku 2-3, ndio sheria inamwambia eda yako ilishaanza siku ile alipofariki mume wako. Kwa hiyo eda inaanza siku ile ile alipofariki mume, atahesabu kuanzia siku ile hadi ifike miezi 4 na siku 10. Na mwanamke aliyefiwa na mume ndiye ana masharti magumu katika ukaaji wa eda kuliko aliyeachika. Aliyefiwa na mume hapaswi kupaka perfume, manukato ya aina yoyote. Aliyefiwa na mume anapokuwa katika eda hapaswi kupaka manukato yoyote, na pia hapaswi kupaka wanja, na pia hapaswi kuvaa mavazi yenye urembo, marembo,
na pia hapaswi kutoka nje ya nyumba yake miezi 4 na siku 10 akae humo ndani. Ikibidi kutoka kwa sababu labda ya ugonjwa lazima apelekwe hospitali, hapo sheria inaruhusu apelekwe hospitali, kisha akishatibiwa arejeshwe haraka sana aendelee kukaa humo kwa mume wake. Kwa haraka asipake wanja, asipake manukato, asivae nguo yenye marembo, yenye urembo, yenye mvuto, na asitoke nje ya nyumba yake mpaka kwa dharura. Kwa kuongezea hapo shekhe, eneo gani anatakiwa kukaa? Akae nyumbani pale pale kwa mumewe au anatakiwa kurudi nyumbani? Ikiwa amezaa na yule mwanaume, ndio wana watoto, maana yake ile nyumba ni ya kwake na watoto wake, sawa? Atakaa pale pale nyumbani kwa sababu yuko na watoto wake. Ikiwa nyumbani hakuna mtu yoyote, yuko peke yake tu na kupata huduma na uangalizi ni mgumu, wala wachuoni wameruhusu ahamishwe kwa dharura kupelekwa kwa wazazi wake ili apate huduma kipindi ambacho atakapokuwa katika eda kwa muda wa miezi 4 na siku 10. Naam. Shukran sana. Mwingine anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, na muuliza shekhe, asema nilikuta talaka kwenye suruali ya mume wangu, lakini yeye hakuwahi kunitamkia. Nilipomuuliza akasema asija kukabidhi. Je, hii itahesabika kama ni talaka au vipi? Wanawachuoni talaka umeigawa katika maeneo makuu mawili. Naam. Wakasema sarih wa kinaya, talaka iliyo wazi na talaka ya mafumbo. Naam. Wako waliosema talaka ya kuandika ni talaka ya kinaya, ni lazima mume aulizwe kwamba hii ni talaka au sio talaka. Na wako waliosema hapana, almalfudhu walmantuqu yote ni sawa, matamshi ya talaka na maandishi ya talaka yote ni sawa. Kwa mantiki hiyo, kwa wale wanaoamini talaka ya kuandika inaswihi katika wanawachuoni, wao wanakuambia mwanaume akisha iandika tu mimi fulani bin fulani nimemwacha mke wangu fulani talaka moja, hata kama hakumpa, wanakwambia talaka inapita hata kama mwanamke hakupewa taarifa. Naam. Shukrani sana. Kuna mwingine hapa anaongezea, anasema hili swali tabidi tuweke kwa njia mbili. Nani anayetakiwa kutoa talaka? Sawa. Halafu anauliza huyu kwamba kwa mfano mwanamke kamwandikia mume wake message, labda hayupo nyumbani, akasema bwana mimi kwanza leo sio mke wako, na hivi nakunja nenda zangu nyumbani. Sawa, usije kanitafuta, mimi nishaenda kwetu. Je, itasihi talaka hii? Talaka hii haiwezi kusihi kwa sababu mmiliki wa talaka siku zote ni mwanaume, kama ambavyo mmiliki wa rejea ni mwanaume. Mwanamke hamiliki talaka na hamiliki rejea. Naam. Mwanamke akiachwa sasa hivi baada ya siku 2 mume akisema nimekurejea, atake asitake kasharejewa. Kwa hiyo mwanamke akimwambia mumewe kuanzia leo nimekuacha nirejee, na rejea kwa nyumbani, amejifurahisha. Wala sio talaka hiyo. Hiyo hakumpa talaka, bali kaamua kumwacha kimjini. Naam. Shukrani sana. Tumsikilize hapa Nuru FM. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni sauti nani kutoka wapi? Mjukuu wa Zayumba. Mjukuu wa Zayumba, karibu na ile swali lako. Haya, kwanza nichukue nafasi hii kwa kumpa shehe pongezi na Allah ampe umri mrefu azidi kuelimisha. Amin. Haya, swali langu ni hivi. Kwa mfano ni mtu anaenda kuoa sehemu. Afu ile sehemu badala shaoa wamekaa kama tuseme miaka kadhaa, washazaa watoto. Afu baadaye anaambiwa kwamba bwana yule aliorodhesha ile mimba ile nani ile ndoa sio baba yake, isipokuwa yule alikuwa tu ni mlezi. Yule mtoto ameokotwa, kipindi hicho cha nyuma alimuokota. Je, wale watoto waliozaa itakuwa vipi, na kama ile ndoa haifai itakuwaje hapo? Shukran sana. Bila shaka Sheikh amelifahamu swali lako, si ndio? Naam. Naam, karibu. Swali zuri.
qaida ya kiusuli inasema al-yaqinu la yazulu bishak, yaqini siku zote haiwezi kuondoka kwa sababu ya shaka. Huyu bwana alipokwenda kumuoa yule mwanamke alikuwa na yaqini zote ya kuwa yule ni baba yake mzazi, na ndoa ile ilifungwa kwa taratibu zote za kisheria. Sawa? Ndio. Hii maana yake huyu mwanaume hana makosa, na watoto waliozaliwa katika ndoa ile wamezaliwa ndani ya ndoa, kwa sababu ndoa ya Kiislamu ilipita na wao hawakujua kama huyu mwanaume hakuwa wali aliye sahihi. Sawa? Ndio. Sasa je, sasa tushajua tuendelee hivyo hivyo kukaa wakati wali alikuwa ni wali feki? Jawabu, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, achana na kinachokutia shaka, fuata kisichokutia shaka. Unaweza kuirejea ile ndoa walau kwa siri, ukamtafuta wali original, na kama binti aliyezaliwa nje ya ndoa au alikuwa si Muislam kaja kusilimu, basi wali wake atakuwa shekhe katika mashekhe wa eneo lenu. Wasultanu waliyu man la waliya lahu, na kiongozi ndiye atakayekuwa wali kwa yule asiyekuwa na wali. Shukrani sana Sheikh, ulitaja hapa kuhusiana ulitaja aina moja katika zile aina 5 za eda ambazo kwamba wanaweza ama wanatakiwa kukaa wanawake. Sasa wewe moja hapo ukataja eda ya hedhi moja ama mwezi mmoja kwa mwanamke ambaye kwamba amejivua, na ulitoa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na kisa cha mke wa Qais ile. Hapa mimi nataka niulize, je, kuna sababu nyingine ukiachana na sababu kama hii ambayo kwamba ilimtokezea ama alitaja mke wa Qais ambazo zitaweza kumfanya mwanamke aweze kudai talaka ama kujivua? Kuna tofauti baina ya kudai talaka na kujivua. Ndio. Kudai talaka mwanamke anaweza akadai kwa sababu zozote za kisheria. Mfano, mwanaume matunzo yamemshinda. Ndio. Mwanaume anashindwa kulisha kuvisha familia yake. Majukumu yamemshinda. Mwanamke kisheria pale anaruhusiwa kuomba talaka. Kwa hiyo kuomba talaka ni tofauti na kujivua. Wako wanawachuoni waliosema kujivua kunakuwa hakuna makosa ya kisheria juu ya mwanaume, bali mwanamke tu mapenzi hana moyoni dhidi ya mwanaume. Naam. Shukrani sana. Adil amerudi tena hapa, anasema mimi bwana na muomba Sheikh aniweke wazi hapa. Anasema ni yapi majukumu ya wanandoa ambao wameachana na mwanamke yupo kwenye eda ndani ya nyumba ya yule mwanaume? Majukumu yao ni yapi wote wawili? Naam, mwanaume anapaswa aendelee kumlisha. Ndio. Aendelee kumvisha, aendelee kumnywesha, kumtunza kipindi chote ambacho mwanamke atakuwa katika eda. Ndio. Na kama alivyosema kwamba wataishi kama mke na mume kama ilivyo siku zote, hatojitanda akajificha asimuone. Walichokatazwa tu kwamba wasilale pamoja, wasitende tendo la ndoa. Kupika kila kitu tamfanyia. Kila kitu tamfanyia. Lakini upande wa mwanamke hatakiwi kutoka nje ya nyumba ile bila ruhusa ya mume wake, kwa sababu ni mume. Ndio. Chochote hafanyi bila ya idhini yake, kwa sababu ni mume. Ili sasa ile alaka azawjiyya, mahusiano ya kindoa yaishe, asubiri eda ishe. Naam. Shukrani sana. Tumsikilize hapa Nuru FM. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Unaona haipo tayari. Nuru FM. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za hapo mjengoni? Salama kabisa. Ni sauti ya nani kutoka wapi? Kwa faida ya msikilizaji, naitwa Ramadhani Abubakar Mpare Mpole, ni mkazi wa Kichangani Jaribu tena. Ndio, karibu. Asante sana. Kwanza nimpongeze Sheikh kwa kutupa elimu nzuri hapo. Mimi swali langu lipo hapo kwenye upande wa eda ya mwanamke aliyefiwa na mume. Kama tunavyojua kwamba kifo kinakuja kwa mtu yote, awe mkubwa awe mdogo. Sasa hapa kwenye mwanamke ambaye ni mtu mzima, anawezekana ameishi na mume wake muda mrefu akakutwa na mauti ule mume wakiwa watu wazima. Je, inajuzu kwa huyo mwanamke kumkalia eda mumewe? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana. Naam Sheikh. Swali zuri. Bibi kizee
Mwenye umri wa miaka 60, 70, 80 hadi 100, babu akifariki lazima kaeda. Eda ni sheria, eda ni agizo, eda ni amri, na eda ni ibada. Ndio. Isipokuwa sasa yeye kwa sababu umri wake tu aliokuwa nao, sijui kama anapaka lipstick hayo mawanja na nini, yeye mwenyewe kishajichokea. Kwa hiyo kuna ile aya imekuja katika suratul Nur, falaysa alayhinna junahun an yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina. Lakini eda lazima akae, kwa sababu moja ya hikma za eda ni kuhakikisha mwanamke mjamzito au sio mjamzito, lakini hiyo sio ndio hikma pekee. Watu wengi wanadhani hikma pekee ya mwanamke kukaa eda ni kutaka kujiridhisha mjamzito au sio mjamzito. Hii ni moja ya hikma, lakini sio hikma pekee. Hikma kuu ni ule utayari wa mwanamke kutekeleza maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shukran sana. Tukielekea ukingoni, Nuru FM, assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Swala hata mdhihiri bendera chuma mnyokoti chuma kamba nyororo upepo kibuga idaya baba 15. Karibu. Shukrani. Mimi namuuliza shekhe, kuna bwana alimwacha mke talaka 3. Mke wangu nakuacha talaka 5. Si mke wangu wewe na usikae eda. Yule mke alikwenda kijijini kwao, baada ya mwezi mmoja aliolewa na kukutegemea talaka ile. Vipi hapa? Shukran sana na asante kwa swali zuri kabisa. Karibu Sheikh. Swali zuri. Maulama wa Kiislamu wana kauli mbili juu ya mwanamke atakayepewa talaka 3 kwa pamoja, tena kwenye kikazi kimoja, tena kwa mkupuo. Nimekuacha talaka zote 3. Jumhur, jopo kubwa, wanasema talaka 3 ni 3, na atakayepewa 3, lugha ya mjini, ngoma imetoka. Lakini wengine wakasema hapana, talaka 3 kwa pamoja ni talaka 1. Ndio. Bana, kwa nini 1? Wanasema kuna hadithi katika sahihu Muslim inayoonyesha Abdullah ibn Abbas anasema zama za Mtume na zama za Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, zama za Sayyidina Umar, miaka 2 ya awali ya Umar, yani Mtume kipindi chake chote talaka 3 kwa pamoja alikuwa akihukumu kuwa ni 1. Abu Bakar alipochukua uongozi miaka 2 na miezi michache, naye alikuwa akihukumu talaka 3 za pamoja kuwa ni 1. Akaja Umar miaka 2 ya awali katika uongozi wake. Umar kaongoza takriban miaka 12. Miaka 2 awali naye akawa na hukumu vile vile 3 ni 1. Baadaye Umar akasema hapana, wanaume wamekuwa na pupa na talaka, akawawekea sheria kwamba kuanzia sasa atakayetoa 3 ni 3. Kwa hiyo jopo kubwa jumhur wanasema 3 ni 3 na wengine wanasema 3 ni 1. Shukrani sana. Kuna kazungumzia huyu mume akamwacha mke wake hizo talaka 3. Akamwambia mimi wewe nenda, lakini usinikalie eda kabisa. Je, mwanamke yule hataki kukaeda kweli ama vipi? Anakaa eda, na wewe sio kazi yako mwambie usinikalie eda, kwani ile eda anakukalia wewe shekhe sana, mkalia Mola wake. Eda anakaa kwa amri ya Mola wake. Kwa mwanamke aliyepewa talaka 3 kwa pamoja, sawa? Ndio. Bainuna kubra imepatikana. Tunachukua kauli ya wale jumhuri waliosema 3 ni 3 kwa mfano. Ndio. Huyo atakwenda kukaa eda. Eda ikiisha ndio atakwenda kuolewa na mwanaume mwingine. Sheikh, ni ipi kauli yako kuhusiana na ikhtilafu iliyotokezea baina ya wanazuoni kuhusiana na talaka ya aliyemwacha mke wake kwa ghadhab akiwa na hasira? Kuna wengine wanasema kwamba inatuka, wengine wanasema kwamba haijatuka. Kauli yako ni ipi, na ipi ni kauli ambayo kwamba ina nguvu, tukizingatia kwamba asilimia kubwa wanaoachana hawaachani wakiwa katika hali ya huruma ama ya amani, bali wanaachana wakiwa katika hali ya ghadhab? Kipi tushike sisi kama wafuasi? Mimi kama mwanafunzi mdogo mchanga kwa wanawachuoni wa Kiislamu na namna ninavyosoma na kufanya research, ndio siku zote moyo wangu unaelemea na kuegemea kwa wanawachuoni waliosema talaka ya mwenye ghadhabu, ya mwenye hasira inatuka, inapita na inakubalika. Wakasema isipokuwa pahala pamoja tu. Pahala pamoja tu talaka ya mwenye ghadhabu haitokubalika.
Pale ambapo baada ya kupanic na kupata ghadhabu, akili ilimruka, kumbukumbu zilimruka, alikuwa hajui atendalo, hajui asemalo, ndio pale talaka ya yule mwenye ghadhabu haitokubalika. Na si kwamba haikubaliki kwa sababu kaghadhibika, ni kwa sababu akili yake imemruka. ndio. Lakini mwenye ghadhabu ikiwa anajua anachokiongea, anachokisema, anachokitenda, kumbukumbu ziko pale pale, sema tu kaghadhibika, kakasirika kupita maelezo, Ndio. talaka yake inatuka, inapita, kwa sababu siku zote mwanaume akiacha, anaacha akiwa na ghadhabu, haachagi akiwa na furaha. Wallahu a'lam. Hassan Mtawi anasema Sheikh Kishki leo silali mpaka nione mwisho wake. Nasema na Sheikh wiki nzima hii njoo Radio Nuru FM. Nasema jamani tutakupenda sana. Mashaallah. Ombi lao hivi umekubalia? Allahu akbar. Shukrani sana. Mwingine anasema Yusuf Heri, yasa mashallah mashallah mashallah, ya salam ya salam. Kipindi kizuri anasema nani? Anasema tuko pamoja sana. Mwingine Biusi Mdeni anasema mimi baba yangu kamwambia mama yangu kuanzia sasa nimekuacha, halafu kaka mwingine sema kaka mwingine ila wako mbali hapo vipi? Hapa sijamuelewa, lakini asema kwamba baba yake alimwambia mama yake nimekuacha. Sasa halafu naona wakakaa mbali. Anataka kufahamu hapo vipi talaka imetuka ama vipi kwa kumwambia tu nimekuacha bila kumwandikia ama bila kufanyaje? Katika talaka zilizo sarih, zilizo wazi, ni kauli ya mwanaume anaposema nimekuacha, tena kwa sigha ya sigha ya mudari', ndio sigha ya madhi, nimekuacha, sio nina kuacha hivi sasa bado hujaacha, lakini tayari nimeshakuacha. Kwa hiyo kauli ya baba yako kumwambia mama yako nimekuacha, mama yako alikwisha achika, hata kama hakukaa eda pale nyumbani kwa baba yako, hayo ni makosa, lakini talaka ile ilipita. Wallahu a'lam. Shukran sana Salim Abdullah, mashallah. Shukran sana kwa Sheikh Kishki kwa kutembelea Radio Nur, radio yetu pendwa, Nuru na ala Nur, ndani ya Tanga, Tanzania. Allah atujalie upendo, mshikamano Waislamu wote duniani. Shukran sana. Huwa sema Sheikh Kishki na kuomba uje kila usiku ama kila siku, ndio alikuwa anakusudia hivyo. Asema ametoka tangia mjini, kila nyumba anayopita mashaallah anamsikia Sheikh Nuruddin Kishki rindima na kumwaga vyombo. Anasema mpaka anafika nyumbani kwake ni Sheikh Kishki tu, kila anapopita huko mashaallah. Bila shaka Sheikh umepata kabuli sana katika mji wa Tanga. Itabidi bwana utenge siku ndani ya wiki nzima uje kwa ajili ya Nur FM na wasikilizaji wake inshallah. Namwambia ombi hilo Sheikh inshallah. Inshallah tabaraka wa taala. Sheikh, maswali ni mengi kwa kweli hapa, tukiaruhusu mpaka kesho. Sawa au tuendelee? Tupe neno la mwisho. Neno la mwisho, mpenzi msikilizaji popote pale ulipo duniani, leo tulikuwa tunajadili kidogo masala mbalimbali yanayohusiana na eda, na nikuombeni tu kwamba ndoa ya Kiislamu sio jela, sio gereza. Uislamu haupendekezi talaka. Uislamu haupo mstari wa mbele kuvunja au kuvunjika kwa nyumba za Waislamu, lakini Uislamu unasema mke na mume wakishindwa kuishi kwa wema waachane kwa wema, na ikitokea mke na mume wakaachana kwa wema, basi wajitahidi wafate taratibu zote za Qur'ani na Sunna katika kuachana. Na taratibu kama tulivyosema, asimpe talaka isipokuwa ni moja, amwache akalie eda pale nyumbani kwake, watatengana katika vyumba, lakini mengine yote watafanyiana bila ya kutenda tendo la ndoa. Asimwache akiwa katika hedhi, asimpe talaka 3 dabu. Na mwanamke wa Kiislamu atakayeachika basi anapaswa akae eda, na hii eda ni agizo la Allah, na asipokaa eda anapata dhambi kwa sababu ameenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kishki TV,
nuru ya dini yako.